Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu tena siku ya leo. Siku ya Jumatano nyingine ya tarehe 10 mwezi wa 12, ambayo ni Jumatano ya kujibu maswali ya ndugu wasikilizaji mliotuma maswali yenu. Namshukuru Mungu kwa kutupa uzima na afya tena. Nianze kujibu swali la ndugu Huseni Babingwa kutoka DRC Congo. Yeye ameuliza, je, ni muda gani ambao mchungaji, Biblia inasema mchungaji atakapodhihirishwa tena? Ameandika hivyo. Ni muda gani huo ambao mchungaji atadhihirishwa tena? Maana alidhihirishwa wakati wa Pentekoste. Je, atadhihirishwa tena kwa mara nyingine? Nataka nijibu hivi kwamba uko ni kupotoshwa kwa Biblia. Uko ni kupotoshwa kwa Biblia. Kuja kwa Yesu wakati wa Pentekoste hakukuwa kudhihirishwa kwa Yesu. Hakukuwa kudhihirishwa kwa Yesu. Kweli Yesu ndiye aliyerudi tena kwa njia ya Roho Mtakatifu. Alipowaambia wanafunzi wake, nitakuja tena. Msifadhaike, msilie, mna huzuni, mimi siwachi yatima, nakuja tena. Ni kweli alikuja tena kwa njia ya Roho Mtakatifu. Lakini Biblia inapozungumza kurudi kwa Yesu mara ya pili, ambako ulimwengu wote unamtegemea Yesu kwamba tarudi mara ya pili, huku kuja kwa Yesu mara ya pili kumesemwa na Biblia kwa namna nyingi, kwa njia nyingi. Biblia inasema kuja kwake, atakuja tena. Biblia inasema atarudi tena. Biblia inasema atafunuliwa. Biblia inasema atadhihirishwa. Biblia yote hii inazungumzia ni kitu kimoja, kuja kwa Yesu mara ya pili. Ndiko kunakozungumzwa kuja tena, kurudi tena, kudhihirishwa, kufunuliwa. Yote inazungumzia kuja kwa Yesu mara ya pili. Kwa hiyo anaposema mchungaji atakapodhihirishwa tena, anazungumzia ni kuja kwake mara ya pili. Huo mstari unapatikana kitabu cha Petro ya kwanza. Hebu tuone unavyosema. Ni Petro ya kwanza. Petro ya kwanza sura ya 5 mstari wa 4. Anasema, na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa mtaipokea taji ya utukufu. Mtaipokea taji ya utukufu isiyokauka. Na katika swali lako umeuliza yote mawili. Nini maana ya kudhihirishwa na ni wakati gani? Alafu umeuliza swali la pili, na kuvikwa, tutavikwa taji tukiwa wapi? Kudhihirishwa ni kuja kwake mara ya pili. Ukisoma ile habari, Petro anawaambia watu, msiwe kama watu wanaojifanya mabwana. Tusifanye kazi kwa kulazimishwa. Lichungeni kundi la Bwana na kulisimamia bila kulazimishwa. Mfanye kwa hiari kama Mungu anavyotaka, sio kwa kutaka fedha, bali kwa moyo, wala si kama kujifanya mabwana juu ya mitaa, bali kwa kujifanya vielelezo kwa kundi, ili mchungaji atakapodhihirishwa, mchungaji atakapokuja, ambaye ni Yesu Kristo, mpokee taji. Sasa swali la pili unasema tutapokea wakati gani? Ni wakati wa Yesu atakapokuja.
Yesu anapokuja, anakuja kutoa thawabu kwa wale waliomfuata, ndio taji. Labda nieleze vizuri hili neno la taji tena, kwa sababu hata wiki iliyopita niliulizwa swali hili la taji. Watu hawaelewi, watu wanadhani kwamba Biblia inaposema tutanyakuliwa kwenda mbinguni, watu wanasema, wanawaza hivyo kwamba tukienda mbinguni, maana wanaamini tutaenda na miili, tutavikwa taji. Biblia inaposema tutavikwa, ni kwenda kuvalishwa taji kama wanavyovalishwa mataji hapa duniani. Watu wanavalishwa mataji ya ushindi kichwani, shingoni, au kupewa tuzo. Tutapewa tuzo, tutavalishwa taji tukifika mbinguni. Lakini neno la Mungu linavyozungumza juu ya taji, neno taji linavyozungumzwa katika Biblia, katika Ufunuo na katika Yakobo tunasoma taji ya uzima. Katika Timotheo ya pili 4:8 tunasoma taji ya haki. Katika Korintho ya kwanza 9:25 tunasoma taji isiyoharibika. Katika Mathayo na Yohana unasoma taji ya miiba, ile waliomvalisha Yesu. Alafu kuna taji ya fahari, kuna taji ya utukufu. Katika kitabu cha Ufunuo kinasema wenye uhai 4 wanazitupa taji zao mbele ya kiti cha enzi. Maandiko ya Injili Mathayo na Yohana wanapozungumza habari ya taji aliyovikwa Yesu, alivikwa katika mwili. Wakati wengine wanavaa taji za utukufu mwilini, yeye alivikwa taji ya aibu, taji ya miiba. Zile taji zinavikwa, alikuwa katika mwili. Na tunaposoma katika kitabu cha Ufunuo, wenye uhai 4 wanazitupa, wanamwabudu Mungu na kuzitupa taji zao. Tumejifunza kwamba wenye uhai 4 ni kanisa liopo duniani. Ndio maana ya ile wenye uhai 4. Namba 4 inahusika na masuala ya ulimwengu. Tunapoabudu, tunapomsujudu Bwana, tunapojinyenyekeza, inatoa ni mfano kwamba tunanyenyekea, tunazitupa taji, yani hatubaki na utukufu. Kutupa taji, mtu aliyevaa taji anapokuja kuanguka mbele yako na kuziweka taji chini, ameonyesha unyenyekevu wa hali ya juu. Ndio maana hata wanadamu kwa kawaida, anayetaka kuonyesha heshima, anapovaa kofia, anakwenda mbele ya mtu kumsalimu, anatoa kofia. Kofia ni mfano wa taji. Maandiko mengine yanatueleza vitambaa au kilemba, inazungumza kilemba kama taji, maana kilemba kinakaa kichwani, au kofia. Mtu anapoonyesha heshima yake, anatoa kofia ili aonyeshe unyenyekevu. Biblia inaposema kanisa au wenye uhai 4 wanazitupa taji, maana yake wanaonyesha unyenyekevu mbele za Bwana. Lakini maandiko mengi yanasema taji ya uzima, taji ya haki, taji isiyo kauka. Maana yake nini? Taji, uzima ni taji. Unapofanya kazi unapewa taji, unapewa tuzo. Wenye mashindano wanapopewa tuzo, anaambiwa wewe umeshinda, unapewa tuzo. Ile tuzo inasimama badala ya kitu fulani kuonyesha ushindi. Sisi ushindi wetu, hatutapewa taji ya kukamata au ya kuvaa, tutapewa uzima. Uzima ndio taji. Ukiambiwa unafanya kazi, mshahara wako itakuwa, mshahara wako baada ya kazi fulani, mshahara wako utapewa basikeli.
au mshahara wako utapewa pikipiki, au mshahara wako utapewa nyumba, au mshahara wako utapewa shamba. Unapopewa ile shamba au nyumba au basikeli, ile ndio taji yako, ule ndio mshahara wako. Si ndivyo mlikubaliana? Katika mifano ya Yesu Kristo, wale waliofanya kazi walipewa talanta, mwingine 5. Sio wale wenye talanta, wale waliopewa mfano wa Yesu aliyotoa, walioajiriwa kufanya kazi shambani toka asubuhi, wengine saa 12, wengine saa 3, wengine saa 6, wengine saa 9, wengine saa 11. Wote waliahidiwa kupewa dinari. Ile dinari ndio taji, ndio mshahara. Sisi tumeokoka, mwisho wa kazi yetu tutapewa tuzo, tutapewa mshahara, tutapewa taji. Ndio mshahara wetu, ndio ahadi yetu kwa Mungu. Na taji yetu ni nini? Ni uzima. Hata watu wanasema tutakwenda kuvaa, tutavaa mwilini. Hiyo inawafanya watu waamini kwamba watakwenda na miili alafu tutavaa kama tunavyovaa kwenye sherehe. Hakuna sherehe hiyo ya kuvaa mwilini. Taji ya uzima. Fanya kazi ya Bwana, utapokea taji ya uzima. Maandiko mengine yanasema utapewa thawabu, utapewa taji, utapewa uzima. Uzima ndio thawabu yako, uzima ndio taji yako. Sasa uzima na thawabu tutaipata lini? Yesu atakapokuja mara ya pili, ambao ni mwisho wa dunia. Nimeeleza kwa kirefu, nadhani swali hili nimejibu yote mawili. Swali la pili linatoka kwa ndugu Joshua, Dr. Joshua Meshaki kutoka Burundi. Yeye ameuliza Ufunuo 12. Anasema kama watu wote tutapimwa. Maana katika maswali yaliyotangulia watu waliuliza kwamba wale wafu na wadogo kwa wakubwa watakao kuwepo mbele ya kiti cha enzi ni wenye dhambi waliokufa bila Yesu. Nikasema pana, mbele ya kiti cha enzi wanaosemwa ni wote, haijabagua kwamba ni wenye dhambi tu. Sasa yeye kutokana na swali hilo nilivyolijibu, anasema kama watu wote tutapimwa au kuhukumiwa, na matokeo ya kupimwa yatakuwaje? Kama na watakatifu nao watahukumiwa, nao watapimwa, sasa matokeo yao ya kupimwa au ya kuhukumiwa yatakuwaje? Ameongeza na swali B, kama kuna ufufuo mmoja na hukumu ni moja, sasa itakuwaje? Na tutavikwa lini mataji? Maana tuliambiwa kanisa litanyakuliwa, alafu baada ya miaka 7 litarudi tena, na ndipo tutavikwa taji. Sasa inakuwaje? Niseme hivi, hukumu ni moja. Hukumu ni moja. Mungu hata hukumu wengine wabaki. Unajua hukumu zimekuja nyingi kwa sababu watu wamechakachua Biblia, wameipindua Biblia juu chini. Wameweka hukumu nyingi, wameweka kuja kwa Yesu mara nyingi, wamekuleta ufufuo mara nyingi. Maana ukikosea jambo moja basi utakosea yote. Maadamu wamekosea msingi, wanakosea yote. Kuja kwa Yesu sio mara moja tena, atakuja zaidi ya mara moja. Hukumu haitakuwa mara moja tena, itakuwa zaidi ya moja. Ufufuo hautakuwa mmoja tena, itakuwa zaidi ya moja, kwa sababu wameshakosea kuja kwa Yesu. Ndio msingi. Lakini nakwambia kwa jina la Bwana kwamba Yesu atakuja mara moja. Iwe kunyakuliwa ni kule kule. Kunyakuliwa, Biblia inapozungumza kunyakuliwa, Biblia inasema sasa wanaacha mengine. Wamelichagua moja tu la kunyakua. Wasema kuna kunyakuliwa alafu kuna kuja kwa Yesu.
Sasa basi watutafsirie yote yaliyoandikwa, maana Biblia inasema kuna kunyakuliwa, Biblia inasema kuna kudhihirishwa, Biblia inasema kuna kufunuliwa, Biblia inasema kuna kutwaliwa. Sasa watuambie yote hayo, watuambie yana maana gani? Wamelichagua moja la kunyakuliwa, kutakuwa na kunyakuliwa alafu kutakuja na kuja kwa Yesu mara ya pili. Huo ni uongo. Biblia inapozungumza yote haya, kutwaliwa, kunyakuliwa, kudhihirishwa, kufunuliwa, kuja kwake, kukusanyika, yote yanazungumzia ni mara ni safari moja ile ile ya Yesu kuja kwa ajili ya kanisa. Na itakuwa lini? Mwisho wa dunia. Yesu anasema nitafufua mwisho wa dunia, siku ya mwisho. Mwisho wa nini? Mwisho wa dunia. Wanafunzi walipomuuliza katika Mathayo 24, walitaka ajue dalili ya kuja kwake mwisho wa dunia. Yesu aliwapa dalili za kuja kwake na mwisho wa dunia. Leo nasema atakuja mara mbili. Akija kuleta unyakuo, itakuwa ni mwisho wa dunia. Atakuja alafu wengine waendelee kuishi, alafu tena aje tena mara ya pili. Tena wanasema akija mara ya pili tena ataanza kukaa tena miaka 1000. Sasa mwisho wa dunia, kuna mwisho wa dunia mingapi? Kuna mwisho alafu tena kuja mwisho tena kuja mwisho tena. Tuache kuchanganya Biblia. Haya yote yanazungumzia jambo moja. Kwa hiyo anasema kama sasa na watakatifu nao watahukumiwa. Hebu nieleze habari ya kuhukumiwa watakatifu nao watapimwa, maana tulielewa kwamba ile inawahusu wenye dhambi tu. Biblia inaposema wote, Biblia inasema wote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu. Wote tutahukumiwa. Lakini hukumu ni moja, ila iko tofauti, kwamba Biblia inatuambia katika Warumi 8, nisome Warumi 8 mstari wa kwanza. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Sisi tulichoondolewa ni hukumu ya adhabu. Hatutegemei adhabu. Kitabu cha Ufunuo 20 inasema walio na ufufuo wa kwanza, mauti ya pili haina nguvu juu yao. Mauti ya pili nini? Ni hukumu, ni jehanamu. Waliozaliwa mara ya pili, yaani waliookoka, hukumu yao haihusiani na jehanamu. Sasa tunasema kama haihusiani na jehanamu, kama hakuna adhabu, sasa tutakuwa tunahukumiwa nini? Tutakuwa tunahukumiwa nini? Nisome tena katika Korintho ya pili sura ya 5, Korintho ya pili mstari wa 10. Korintho ya pili sura ya 5 mstari wa 10. Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Anaposema sisi sote, maana yake nini? Wema na wabaya. Hata watenga watakatifu muda wao peke yao na wenye dhambi peke yao. Hata ufufuo hautakuwa mwingi. Ukisoma Yohana, Yesu mwenyewe anasemaje katika Yohana 5 kuhusu ufufuo? Katika Yohana ile 5 mstari wa 28, Yesu alizungumza habari ya ufufuo. Anasema mstari wa 28, Yohana 5 mstari wa 28, anasema msitajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote walio makaburini wataisikia sauti yake. Wote walio makaburini. Hajasema waliookoka au wenye dhambi, wote walio makaburini. Nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Je, kuna ufufuo wa aina ngapi hapa? Wote watatoka, wengine huku, wengine huku. Hata Paulo aliyajua haya, alifundisha hivyo hivyo kama Yesu alivyofundisha. Hakuibadilisha Biblia.
Katika Matendo ya Mitume sura ya 24, Matendo ya Mitume 24 ule mstari wa 14, Paulo anasema, ila neno hili naungama kwako, ya kwamba kwa njia ambayo waita uzushi. Nimekosea. Mstari wa 15, ninatumaini kwa Mungu ambalo hata hao nao wanalitazamia, ya kwamba kutakuwa na ufufuo wa wafu, wenye haki na wasio haki. Ufufuo ni mmoja. Kiswahili ukisema ufufuo ni mmoja, zikiwa nyingi tunasema fufuo. Kiswahili wingi ni fufuo, moja ni ufufuo. Sawasawa na neno funguo. Ufunguo mmoja tunasema ufunguo, zikiwa nyingi tunasema funguo. Fufuo ni nyingi, ufufuo ni mmoja. Kutakuwa na ufufuo wa wenye haki na wasio haki. Sasa hukumu, watu wanajiuliza hukumu itakuwaje sasa kwa watu watakatifu wenye haki wakiwa kwenye hukumu? Nikwambie, ukienda mahakamani ukiambiwa umepangiwa kwenda jela miaka 2, umehukumiwa. Ukiambiwa huna hatia, pia umehukumiwa. Kusema huna hatia ni hukumu, imetoka hiyo. Huna hatia, nenda, uko huru, ni hukumu. Ukisema unafungwa ni hukumu, unalipa faini ni hukumu. Umeachiliwa, huna hatia, nenda, ni hukumu. Hukumu sio lazima uende jela, sio lazima uadhibiwe. Ndio maana Biblia inasema hakuna hukumu juu ya wenye, hakuna hukumu ya adhabu. Kwa nini anasema hukumu ya adhabu? Maana kuna hukumu isiyo na adhabu. Iko hukumu isiyo na adhabu, iko hukumu ya adhabu. Sisi hatupo kwenye hukumu ya adhabu. Hilo ndio neno la Bwana. Swali lingine la ndugu Dr. Meshaki wa Burundi, aliuliza habari ya malaika 4 waliofungwa mto Frati. Hii swali nimelijibu mara nyingi mno, nimelijibu sana. Nunua, kama uwezi kuelewa, na kushauri nunua kitabu cha Ufunuo. Ununue kitabu cha Ufunuo, utapata maelezo nana. Nimelijibu sana. Mathayo 24 mstari wa 30 umeuliza, je, Yesu akija ataonekana na watu wote? Je, Yesu akija ataonekana na watu wote? Kutokana na Mathayo 24 mstari wa 30 ambao unasema, ndipo itakapoonekana ishara ya mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, na watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo 4, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Sasa swali, je, watu wote? Anaposema ndipo ishara itaonekana, ishara, sikiliza pale, anazungumza ishara, sio kuja kwake. Ishara ni nini? Ishara ya mwana wa Adamu ya kuja kwake itaonekana, sio yeye ataonekana. Itaonekana ishara, dalili, watu wataziona. Lakini Yesu kuja, watakaomuona ni watu wake. Ukisoma Luka 21, nataka nikwambie kuhusu ishara. Luka 21:25, angalia ishara. Tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi na bahari na misukosuko wake.
watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Hapo ndipo mwana wa Adamu, watakapomwona mwana wa Adamu akija. Zinatangulia ishara kwa mataifa yote kabla Yesu ajaja. Yesu anakuja kwa ajili ya watu wake, ndio watakaomuona. Ishara zitaonekana na watu wengi. Ndivyo navyoweza kutofautisha kumuona Yesu na kuona ishara. Kumuona Yesu na kuziona ishara. Nijibu swali la ndugu yetu Tarimo kutoka Sumbawanga. Tarimo, yeye aliuliza Ufunuo 20 mstari wa 6 ambao unasema, Ufunuo 20 nimeusema hata katika maswali yaliyotangulia. 20 mstari wa 6 ya Ufunuo unaosema huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, na watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Swali la ndugu Tarimo, anasema imemtatiza, inakuwaje watu waliopitia dhiki kuu. Dhiki kuu hapa ameandika mstari wa 6, lakini maneno yameanzia nyuma, mstari wa 4. Kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Ni mstari wa 4 unaosema hayo. Swali lake ni kwamba inakuwaje watu hapa waliopitia dhiki? Maana nimefundisha kwamba kutakuwa utawala wa miaka 1000 upo sasa, dhiki itakuja baadaye. Swali la wiki iliyotangulia ni kwamba mbona dhiki inaonekana, maswali yalionekana kwamba kuna dhiki kwanza ndio imetangulia. Nami nilijibu kwamba dhiki inayosemwa sio dhiki ya mpinga Kristo, ni dhiki ya kihistoria. Ni dhiki iliyofanyika kwa kanisa la kwanza, watu kufa na mateso. Nilitoa mifano mingi na maandiko mengi katika kitabu cha Waibrania, katika kitabu cha Yakobo, katika Petro. Watu wameteseka, watu wamekufa. Hata Ufunuo wenyewe, tunaona kitabu cha Ufunuo, yale makanisa wanaandikiwa muwe waaminifu mpaka kufa, wengine mtatiwa gerezani siku 10. Kanisa limepita kwenye dhiki kubwa, ndiyo inayosemwa. Nilikusomea hata Ufunuo sura ya 6. Kuna wengine roho wameuawa, wanasema Bwana, ni lini utalipiza kisasi kwa hao waliotuangamiza, waliotuua? Yesu anasema ngojeni, kuna wengine wanakuja kwa njia kama hii, subirini. Wakapewa nguo ndefu. Nikasema haya ni mateso yaliyofanyika, yaliyotokea kwa kanisa la kwanza. Sio dhiki kuu ya mpinga Kristo, hapana. Haya majibu bado hayakuridhisha. Kuna wengine bado wametatiza. Mbona hapa sura ya 20 inaonyesha kuna watu wamekatwa vichwa na mnyama kabla ya utawala wa miaka 1000? Tunaona hapa wamekatwa vichwa alafu wanatawala miaka 1000. Ina maana dhiki inatangulia alafu ndio unakuja utawala. Kwa hiyo utawala inakuja kama iko sahihi wale wanaofundisha kwamba utawala utakuja mwishoni.
baada ya mpinga Kristo kuja na Yesu kuja na kufungwa kwa shetani, alafu ndio utawala wa miaka 1000 utakuja. Kwa hiyo inaonekana iko sahihi hiyo. Mbona waliouawa na mnyama tunaona nao wanatawala pamoja na Yesu miaka 1000. Maana yake inatangulia dhiki, alafu nakuja utawala wa miaka 1000. Bado nisimame pale pale, nitangulie kusema maneno haya. Biblia inasomwa kwa kanuni. Watu wengi hawasomi Biblia kwa kanuni. Ukishindwa kanuni za msingi katika Biblia, hutaielewa Biblia, utachanganyikiwa mpaka mwisho. Usipokubali, zipo kanuni za msingi. Usipokubali, kwa mfano kitabu cha Ufunuo, kanuni ya msingi usiyoikubali ya kitabu cha Ufunuo, usipokubali kwamba kitabu cha Ufunuo hakizungumzi mambo yajayo, kinazungumza mambo yaliyofanyika, kitabu cha Ufunuo kitakuwa tatizo kwako kila siku. Hiyo kanuni ikiingia kwenye kichwa chako, hata kutafsiri utatafsiri kwa mtazamo mwingine. Unabii unatabiri mambo yajayo. Ufunuo maana yake nini? Ufunuo ni kufunua. Kitabu cha Ufunuo kinafunua. Unafunuaje kitu ambacho hakipo? Unafunuaje kitu ambacho hakipo kitakuja baadaye? Unakifunuaje? Unafunua kitu kilichofunikwa, kitu ambacho kipo. Unabii ulifunikwa. Ufunuo unafunua kitu ambacho kipo. Ufunuo unaeleza mambo ambayo mengine yalikuwa yameshatimia, mengine yalikuwa ndani yanaendelea kutimia. Na nikasema sehemu kubwa ya kitabu cha Ufunuo ilishatimia. Ziko nabii chache ndani ya Ufunuo ambazo zilitabiriwa na nabii, zimefunuliwa na Ufunuo chache, lakini bado hazijatimizwa. Lakini nyingi zilishafunuliwa. Wengi hawakubali kanuni hii, na kwa kutokuikubali kanuni hii, maswali hayawezi kuisha ndani ya kitabu cha Ufunuo. Na wengine ndipo wanakata tamaa kwamba mimi nitaendelea kuamini kama nilivyoamini zamani. Sawa. Nikwambie hivi, hapa Biblia haisemi watakatwa mpinga, waliokatwa roho, waliokatwa vichwa, walikatwa vichwa na mpinga Kristo. Haisemi hiyo. Mstari wa 4 tuliosoma Ufunuo 20 unasema na mnyama walikatwa vichwa na mnyama, sio mpinga Kristo. Hawakumsujudia mnyama, hawakupokea chapa za mnyama, sio mpinga Kristo. Narudia tena kufundisha masomo ya nyuma na kukumbusha tu, wengi wamechanganya kitabu cha Ufunuo habari ya mnyama. Yote haya tunayosoma, usipomwelewa Danieli, hata Ufunuo hutamwelewa. Yohana katika Ufunuo humwelewi. Danieli alifundisha habari ya wanyama wanne. Wanyama wale ni falme. Mnyama wa kwanza Babeli, mnyama wa pili Wajemi, mnyama wa tatu Yunani, mnyama wa 4 ni Rumi. Danieli alipotaka kujua maana ya wanyama, aliambiwa ni ufalme. Ni ufalme. Unaposoma katika Danieli ndiko tunakoanzia chanzo cha kujua haya. Ukianzia njiani utapotea. Tunapozungumza habari ya mnyama, Danieli anazungumza mnyama ni ufalme, ni dola. Alafu aliona pembe ndogo. Pembe ni mtu. Pembe ni mpinga Kristo kwa unabii wa Danieli. Kwa hiyo unaposoma katika Danieli, mnyama sio mpinga Kristo, ni ufalme. Pembe ndio mpinga Kristo. Yohana anakuja kufafanua unabii wa Danieli katika Ufunuo 13. Yeye anatuambia aliona mnyama ambaye ni dola. Alafu kaja mnyama mwingine aliye na sura ya mwanakondoo. Fuatilia vizuri.
Mnyama anayesemwa katika Ufunuo sura 13 ni Dora aliyoiona Danieli. Ukienda mstari wa 11, nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana-kondoo. Yule mnyama wa kwanza ni Dora. Huyu mnyama mwingine wa pili ambaye ana pembe za mwana-kondoo ndiye yule pembe katika Danieli ambaye ni mpinga Kristo. Usichanganye. Ufunuo 20 anaposema wale waliokatwa roho zao, ni lile majibu niliyojibu wiki iliyopita. Ni wale waliokufa katika mateso ya Ukristo, kanisa kuwindwa, kanisa kuuawa, kanisa kuteswa. Na wengi walikufa na nini? Kwa mnyama. Sio mpinga Kristo, mnyama ni dola ya Kirumi. Unaona? Ufalme, utawala wa Kirumi ulioua Wakristo wengi. Hata anayekwambia hapa ni mpinga Kristo ni nani? Unapoona mnyama wanasema ni mpinga Kristo. Mpinga Kristo, mnyama sio mpinga Kristo. Katika ile 13 mstari wa 11 tumeona ni mwana-kondoo aliye na pembe kama aliye na pembe kama mfano wa mwana-kondoo. Huyu ndiye yeye ana uwezo, anafanya kazi kwa niaba ya yule mnyama wa kwanza ambao ni utawala. Manake anatumika kwa ajili ya utawala wake. Huyu mnyama wa pili wa mwana-kondoo ambaye ana pembe mbili mfano wa mwana-kondoo, lakini kinywa chake kinanena kama joka. Huyu ndiye pembe ndogo kwa Danieli. Huyu ndiye mpinga Kristo kwenye kitabu cha Ufunuo. Huyu ndiye anayeelezwa katika sura ya 19 ya Ufunuo kama nabii wa uongo. 19:19 inasema hivi, nikamwona huyo mnyama sawa na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya farasi yule tena na majeshi yake. Mnyama anafanya vita na aketie juu ya farasi mweupe ambaye ni Yesu Kristo. Anafanya vita na yule aketie juu ya farasi tena na majeshi yake. Huyu aketie juu ya farasi ni Yesu Kristo. Mnyama anafanya vita na Yesu Kristo. Ni ufalme wa Rumi unafanya vita na Yesu Kristo. Alafu mstari wa 20, yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu walioipokea chapa ya huyo mnyama. Tunamwona anakamatwa mnyama, ni ufalme pamoja na nabii wa uongo. Hapa hasemwi mpinga Kristo, anasemwa nabii wa uongo. Kule nyuma amesema nabii mnyama mwingine aliye na pembe mbili kama mwana-kondoo. Hapa anaambia, kwa nini anasema mfano wa mwana-kondoo? Atafanya mambo kama Mungu, atajifananisha na Mungu, atajifananisha kama mwana-kondoo ili kuwadanganya wengi. Atafanya na ishara. Hasa hapa huku sura 19 haambiwi tena mnyama mwingine, anaambiwa ni nabii. Kwa hiyo mpinga Kristo anaitwa mnyama wa pili mfano wa mwana-kondoo. Mpinga Kristo anaitwa nabii wa uongo. Wako wawili, wanapatikana wawili tu, mnyama na nabii wa uongo, au mnyama na mnyama wa pili, au mnyama na pembe. Ni wawili tu. Wengine mpaka wanapotea, wanasema kutakuwa na na mnyama, kutakuwa na mpinga Kristo, kutakuwa na nabii. Wanaweka watatu. Yote ni kuchanganya Biblia, kwa sababu hawaelewi chanzo cha unabii ulikotoka. Hata neno mpinga Kristo hatulipati ndani ya Ufunuo, wala hatulipati ndani ya Danieli, wala popote. Hii neno mpinga Kristo aliyetujulisha ni Yesu Kristo katika Mathayo, kwamba huyu anayenena na Danieli atakuwa ni mpinga Kristo.
Lakini Daniel hamsemi kama mpinga Kristo, wala Ufunuo haimsemi kama mpinga Kristo. Sasa wanasema 20 ile watakaokata, waliokatwa vichwa vyao watakuwa wamekatwa na mpinga Kristo. Mpinga Kristo namkuta wapi hapa? Wapi? Ni mnyama, waliouawa katika utawala wa mnyama, sio mpinga Kristo. Nikupe mfano mwingine labda ili unielewe vizuri. Ukirudi sura ya 11 ya Ufunuo, nilifundisha habari ya mashahidi wawili ambao watu wanasema atakuwa ni Musa, siku Elia, watatokea siku za mwisho, watahubiri siku za mwisho wakati kanisa siku limenyakuliwa. Nimefundisha nikasema hapana, si ni uongo. Mashahidi wawili walitabiriwa na Zekaria kama mizeituni miwili. Na Zekaria alipokuwa anatabiri juu ya mizeituni miwili, alikuwa anatabiri juu ya Yesu na Yohana Mbatizaji. Ndio wanaoitwa mashahidi wawili katika sura ya 11. Kwa nini watu wanakataa kuamini? Mstari wa 7 sura ya 11, mstari wa 7:11 Ufunuo inasema, hata watakapomaliza ushuhuda wao, yule mnyama atokaye kuzimu atafanya vita nao, naye atawashinda na kuwaua. Watu wanaamini hawa mashahidi wawili watatokea siku za mwisho kwa sababu mnyama atapigana nao. Yaani mpinga Kristo, wanatafsiri hivi kwamba mpinga Kristo atapigana nao hawa mashahidi alafu atawaua. Kwa hiyo watatokea mwisho. Anayesema mpinga Kristo ni nani? Biblia inasema mnyama, haisemi mpinga Kristo. Inamsema mnyama ndiye aliyewaua Yohana na Yesu. Ni utawala. Yesu aliuawa na utawala wa Kirumi. Yohana Mbatizaji aliuawa na utawala wa Kirumi. Walipomaliza ushuhuda wao, huduma yao, kazi yao, mnyama aliwaua. Anayesema mpinga Kristo aliwaua nani? Kwa sababu wameelewa mnyama ni mpinga Kristo, ndio maana wanang'ang'ana kwamba mashahidi watakuja baadaye. Mimi nakwambia hapana, waliuawa na mnyama, ni kweli. Lakini mnyama, nani anayesema mnyama ni mpinga Kristo? Tusipoielewa Biblia vizuri itatuchanganya. Lakini kanuni ya mwisho, usipoelewa kwamba Ufunuo hauzungumzi mambo yajayo, unazungumza mambo yaliyofanyika, utaendelea kupata maswali yasiyo na mwisho. Nipo hapa kuwasaidia watu waachane, waanze kuchunguza upya Biblia. Nimetoa ishara zote na dalili zote kuonyesha kwamba kitabu cha Ufunuo kinatokea nyuma. Hakianzi njiani, hakielezi mbele, kinaeleza mambo yake, tunarudi nyuma, reference zake ziko nyuma. Hadithi za rejea tunazikuta nyuma, hatuzipeleki mbele. Watu bado hawaelewi. Kwa hiyo narudi katika kuondoa mashaka yako, ndugu Talimu, kwamba mbona waliokatwa vichwa wanaonekana wanatawala pamoja na Yesu Kristo? Ndio. Sura ya 20 ya Ufunuo, nimalizie kwa kusema fungu la kwanza ina paragrafu 4. Fungu la kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3 linazungumzia kukamatwa, kufungwa kwa Shetani miaka 1000. Tulisema kufungwa huku kulitokea wakati wa Yesu msalabani, ndipo alipomfunga Shetani. Fungu la pili linaanzia mstari wa 4 mpaka wa 6. Baada ya Yesu kufa, ndipo kanisa lake limeendelea na kujipatia Wakristo wengi wanaotawala pamoja naye. Kanisa lilianza wakati huo mpaka sasa, watu miaka 1000 wanatawala. Maana Shetani amefungwa, alifungwa pale fungu la kwanza. Baada ya kufungwa kwa Shetani likaanzishwa kanisa. Kanisa hili linatawala pamoja na Yesu, fungu la pili. Fungu la 3 linaanzia mstari wa 7. Ni kufunguliwa kwa Shetani kutaka kukuja baada ya miaka 1000. Atafungulia Shetani ambaye bado. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, fungu la kwanza lilitimia, fungu la pili lilitimia na tumo ndani yake mpaka sasa. Fungu la 3 linaloanzia mstari wa 7 liko mbele, halijatimia. Atakapofunguliwa Shetani na hukumu zake. Fungu la 4 linaanzia mstari wa 11, hukumu liko mbele. Unaona?
kabisa. Na ukisoma katika Mathayo 12 mstari wa 29, Yesu anasema, ndipo anapozungumza kwamba yapasa huyu mwenye nguvu afungwe kwanza ili aweze kuteka mateka yake. Kufungwa kunapatikana Mathayo 20 na kunapatikana Mathayo 12 mstari wa 29, afungwe. Ukija katika Mathayo Ufunuo 12, vita vya malaika vilivyofanyika mbinguni, tulisema ni vita vya msalaba pia. Yohana anasema yule joka akatupwa, wakati Mathayo alisema atafungwa, amfunge. Ufunuo 20 inazungumzia kufungwa. Ukisoma Yohana 12, Yesu alisema umefika wakati sasa huyu adui, huyu mkuu wa dunia atupwe. Katika Yohana 12 atatupwa, mstari wa 30 nadhani, atatupwa nje. Yohana katika 12 anazungumza habari ya kumtupa. Ukija Ufunuo 12 naye inazungumzwa yule joka aliyeshindana shetani kwenye vita msalabani akatupwa. Kwa hiyo Ufunuo 12 inazungumzia kutupwa kwa shetani, sawasawa na Yesu alivyosema katika Yohana 12 atatupwa. Ufunuo 20 inazungumzia kufungwa kwa shetani, sawasawa na Yesu alivyozungumzia katika Mathayo 12 kwamba atamfunga. Yote yanatoka, yamenukuliwa kutoka nyuma. Kufungwa, kutupwa na kufungwa, yote yanazungumzia kitu kimoja. Hapa isema atatupwa, hapa nasema atafungwa. Kwa hiyo kanisa linatawala pamoja na Kristo mpaka sasa. Tuko ndani ya miaka 1000. Mstari wa 7 haujafika, shetani hajafunguliwa. Kwa hiyo tunaendelea kutawala. Waliokufa katika Bwana wanatawala pamoja na sisi miaka 1000 ndani ya Kristo. Wote waliokufa katika Kristo ni watawala mpaka sasa. Ndio maana tulisoma katika sura ya 6, bado wanazungumza na Yesu, bado wanatawala. Ni roho zinazotawala pamoja na Yesu, waliokufa katika Kristo mpaka sasa, mpaka ufike wakati wa kufunguliwa kwa shetani. Kwa hiyo lile wazo la kusema hawa mbona waliokatwa wanampinga Kristo nao wanatawala, mpinga Kristo hayupo hapa. Hapa ni mnyama aliyepo hapa, sio mpinga Kristo. Iko tofauti ya mpinga Kristo na pembe, mnyama na pembe, mnyama na mnyama mwingine, au mnyama na nabii wa uongo. Tofautisha vitu hivi, vikikuchanganya utachanganyikiwa sana sana. Mungu akubariki. Naona nimejitahidi kueleza. Kuna maswali ya ndugu Kiswiza, Lucas Kiswiza kutoka Simiyu. Yeye ametoa maelezo marefu. Kwanza ameuliza kwa nini Mungu hakujitambulisha kwa Musa kama Mungu wa Adamu au Mungu wa Seti au Mungu wa Nuhu au wa Henoko au wa Metusela, bali alijitambulisha kama Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa nini hakujitambulisha kwa hawa waliotangulia? Maana Ibrahim alikuja baadaye, lakini akina Adamu, Seti, Nuhu walitangulia. Kwa nini hakujitambulisha hivyo? Kuna agano. Mungu alifanya agano na Nuhu. Mungu alifanya agano, kuna maagano aliyofanya na Nuhu, alifanya na kina Ibrahim na kina Isaka, lakini ajitambulisha kama Mungu wa Ibrahim kwa sababu ya maagano aliyofanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Maagano haya yalikuwa ya muda mrefu. Maagano ya Nuhu na wengine yalikuwa mafupi. Agano la Ibrahim kwa mfano aliyofanya Mungu na Ibrahim mpaka leo
lipo, mpaka leo lipo. Sisi sote tunaitwa wana wa Ibrahim wa imani. Alifanya agano kubwa na Ibrahim, akalihuisha kwa Isaka, akalihuisha kwa Yakobo. Agano alilolifanya ndilo liwafanya Ibrahim, Isaka na Yakobo wawe watu wa kutambuliwa. Alifanya baadaye agano na kina Daudi, alifanya na agano, lakini maagano yao hayakuwa na nguvu kama agano la Ibrahimu. Ndio maana mpaka leo linafanya kazi. Sisi sote tunaitwa wana wa Ibrahim kama alivyomwapia. Na agano la Daudi lilidumu mpaka Yesu anapozaliwa, kama alivyomwapia Daudi kwamba katika viuno vyako atatokea mfalme. Ndio maana mpaka Yesu akaitwa mwana wa Daudi. Lakini agano kubwa lilikuwa la Ibrahim, alilolihuisha kwa Isaka, akalihuisha kwa Yakobo. Mpaka sisi Ibrahim anaitwa baba yetu. Ndio maana alijitambulisha kwa jina la Ibrahimu. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka. Sio Mungu wa Adamu, hapana. Hilo nimejibu. Swali lingine kutoka kwa ndugu Lucas Kiswiza, amesema dhambi ya Adamu aliyotenda Adamu ya kula tunda ili wakamata vizazi vyote mpaka leo. Jambo la pili, Yoabu aliyemuua Uria, mume wa Betsheba, ndiye aliyemuua, alikuwa askari. Lakini adhabu alipewa Daudi peke yake. Yoabu hakupewa adhabu. Haya yanapatikana katika kitabu cha Samueli wa pili sura 11 na 12. Jambo la tatu, Akani katika kitabu cha Joshua aliadhibiwa pamoja na nyumba yake na familia yote. Kwa nini sasa Akani aliadhibiwa pamoja na nyumba yake yote? Dhambi ya Adamu ilitukumba vizazi vyote. Yoabu kwa nini hakuadhibiwa, akaadhibiwa Daudi peke yake? Swali lake ndio liko hapo, ndugu Lucas Kiswiza. Hapa tunajifunza habari ya mamlaka. Yoabu aliagizwa na mfalme. Yoabu aliagizwa na mfalme Daudi kumuua Uria. Yoabu alitekeleza agizo la mfalme, alitii mamlaka. Kwa hiyo aliyemuua Uria sio Yoabu, ni Daudi, kwa sababu ndiye mwenye mamlaka na ndiye aliyekuwa na mamlaka. Nikurudishe kabla sijafika hitimisho. Aliyepewa mamlaka ya kutunza bustani ya Edeni na kutokula matunda ni nani? Ni Adam. Aliyechuma matunda ni Eva. Kwa nini tumerithi dhambi ya Adamu, haturithi dhambi ya Hawa? Mwenye mamlaka alikuwa ni Adam, sio Hawa. Maana ungesema aliyetenda dhambi kwanza ni Adam, basi wote tunarithi kosa la Hawa. Tunarithi kosa la Adam, hata kama sio yeye aliyetekeleza kuchuma tunda na kula. Mwenye mamlaka alikuwa ni mfalme Daudi. Yule Yoabu alitekeleza agizo la mfalme. Ndio maana Mungu akumwadhibu Yoabu kwa mapenzi yake mwenyewe. Hapa tunaona nguvu ya utawala, nguvu ya mamlaka. Mungu pia anaheshimu mamlaka. Na kwa nini wale wengine aliwaangamiza kama Akani? Ilikuwepo katika Torati. Mtu aliyetenda dhambi mbaya alikuwa anaangamizwa na familia yake. Ilikuwa anatimiza Torati. Pale alikuwa anatimiza ni Torati.
kwa Akani. Na Torati ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo ndivyo ninavyoweza kujibu swali hili ndugu, kwa nini Yoabu hakuadhibiwa? Lakini kutokuadhibiwa pale si kwamba hakuwa na kosa. Alingoja hukumu yake. Wakati mwingine Mungu haumwadhibu mtu leo, si kwamba ndio amepona, anangoja wakati wake wa hukumu ya kwake. Kwa hiyo kulikuwa na dhana na hukumu zilizotekelezwa wakati huo huo, kuna hukumu zinazosubiri. Mungu asipotoa adhabu leo, si kwamba umenusulika. Hapana, unasubiri wakati wa hukumu yako. Wengine wameadhibiwa pale pale kama akina Anania na Safira. Hukumu yake ilitekelezwa pale pale. Lakini wengine ambao wanafanya kosa kama lile hawajaadhibiwa, si kwamba wamesamehewa, wanangoja wakati wa hukumu. Tunaona katika Agano la Kale kulikuwa na hukumu ya papo kwa papo. Lakini kuna hukumu, si kwamba mtu asipopata hukumu ya papo kwa papo ndio amepona. Hajapona. Hukumu yake iko pale pale. Mungu wakati mwingine alitumia mataifa mengine kwa hukumu wengine, si kwamba wao walipona hukumu, walihukumiwa nao. Ndio mpango wa Mungu ulivyo. Swali la mwisho ni la ndugu Jennifer Leonard, Mathayo 24:27. Mathayo 24 anauliza kutoka Mathayo 24 mstari wa 27 ambao unasema kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, vivyo hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Sasa swali lake linasema, nini maana ya umeme kibiblia? Alikuwa anazungumzia umeme gani? Umeme ni mwanga, ni mwangaza. Umeme umepatikana katika maeneo mengi katika Biblia. Hata ukisoma kitabu cha Ufunuo utaona umeme. Sura ya 4 ya Ufunuo anasema mstari wa 5, na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti na ngurumo. Mungu ni wa umeme, unaashiria wakati mwingine utukufu, mwanga wa utukufu. Mbele ya kiti cha enzi kuna umeme na ngurumo. Kwa hiyo alipokuwa anazungumza juu ya umeme wa mvua, mwanga wa mvua unavyomulika kutoka mashariki mpaka magharibi, hakuna mtu anayeweza kusema kwangu haujapita. Umeme ukimulika toka mashariki mpaka magharibi, watu wote tunaona kwa nukta moja, kwa nukta. Si nukta au chini ya nukta, maana ni kufumba na kufumbua. Ni kama unyakuo. Ndio maana Biblia inazungumza tutanyakuliwa, yani tutabadilishwa kwa nukta, kufumba na kufumbua. Mwanga unakuja kwa nukta ya kufumba na kufumbua. Umeme kwa mara moja wa ghafla ni utukufu. Unazungumzia utukufu, unazungumzia mwanga. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, siku ya Pentekoste, kulikuwa anasema kukatoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi ukajaza nyumba waliokuwa wameketi. Kukatokea ndimi zikagawanyika kama ndimi za moto. Moto unaashiria utukufu. Ndimi za moto ni kama mwanga, ndimi za moto. Lakini neno umeme limetamkwa zaidi pia katika Ufunuo. Nimekusomea andiko moja, na kuna maandiko mengine mengi yanayozungumzia habari ya umeme. Umeme unaashiria mwanga, utukufu wa Mungu unavyoweza kuangaza. Nimemaliza kujibu maswali. Nikushukuru wewe uliyekwenda pamoja nami, nikushukuru wewe uliyeuliza, na kama umenielewa, wakati mwingine tunajibu unapofikiri unajibu, wengine
ambao mioyo yao haijafunguka vizuri, unafikiri unamjibu, kumbe unamchanganya. Sipo hapa kuchanganya, nipo hapa kukuambia ukweli wa neno la Mungu, na ninakuombea Mungu akusaidie kufunguka uelewe, kwa sababu tunaishi nyakati mbaya ambazo Biblia imepinduliwa, up down, juu chini. Angekuwa ni mtu tungesema miguu juu kichwa chini. Imepinduliwa, watu wamepindua sana Biblia. Na si kupindua tu, tunaishi nyakati mbaya hata kutafsiri Biblia. Watu wanafuta, wanarekebisha maandiko kadiri matoleo yanavyoendelea ya Biblia kutokea. Wanarekebisha sentensi ndani ya Biblia ili zikubaliane na mawazo yao. Hawako tayari kufuata Biblia ilichosema, wako tayari kuigeuza Biblia ifuate mawazo yao. Na kuambia ukweli, Mungu akusaidie kuielewa Biblia. Hawataki kanuni, wanataka kutumia akili zao. Wamejaza matumaini kwa Wakristo mengi, watu wanangojea mpaka Ukristo umekuwa mgumu, umekuwa mzito, unatisha. Watu hawafurahii wokovu. Hofu imewajaa kwa sababu ya mafundisho yaliyopotoka ya kujinufaisha, ya manufaa yao binafsi. Neno la Mungu haliko hivyo. Mungu atusaidie sana. Ninakualika sana, tarehe 27, 28 tutakuwa na kutaniko la wale walio tayari kujisajili, na kualika jisajili, uungane nasi. Tutakuwa na mapumziko ya maombi pamoja, kujifunza neno, kujibu maswali, kutulia pamoja pale Morogoro tarehe 27 na 28. Tangazo lipo, unaombwa kujisajili na kukaribisha katika jina la Bwana. Jina langu Zefania, Dr. Zefania Mwarusambo. Namba ya simu ni 0754041599. Namba nyingine 0769 007328. Namba nyingine ni 0677880199. Tunakukaribisha katika jina la Bwana. Amen.